nimekiobserve kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, sijajua ni coincidence ama namna gani, ila endapo ratiba yote itafuatwa kama ilivyowekwa kwa mujibu wa mamlaka za soka nchini, itakuwa hivi ama iko hivi: Simba mechi zake nne za mwanzo tatu ameanza ugenini. Mechi ya kwanza dhidi ya Kagera Kaitaba, mechi ya pili Pamba Mwanza, mechi ya tatu tena hii Mwanza Singida hakuna ndege, walazimika kusafiri kwa basi. Mechi ya tatu dhidi ya Singida Black Stars Singida kesho, alafu anarudi kucheza nyumbani. Yanga mechi 4 za mwanzo, kwa maana mechi ya kwanza alicheza away dhidi ya Namungo, mechi ya pili anacheza nyumbani dhidi ya Coast, mechi ya tatu anacheza nyumbani dhidi ya JKT, mechi ya 4 anacheza nyumbani dhidi ya Pamba Jiji Football Club. Mechi 4 zote za mwanzo. Kwa Yanga katika mechi 4 za mwanzo 3 anacheza nyumbani Dar es Salaam. Simba katika mechi 4 za mwanzo 3 anacheza away. Angalia tena kitu kingine hapa. Hapa kutakuwa na kalenda ya kimataifa ya CAF kupisha michuano ya kimataifa ngazi ya klabu. Simba ataenda Malawi, ataenda kupiga mechi. Atakaporudi katikati ya hizi mechi za CAF, katikati hapa Simba atakiwa acheze dhidi ya Azam FC kwenye Mzizima Dabi. Yaani anaenda kucheza mkondo wa kwanza Champions League Malawi, akirudi ana mechi dhidi ya Azam Mzizima Dabi. Yanga akienda kucheza, akirudi ana mechi dhidi ya Geita Gold akiwa nyumbani home. Mechi ya 5 Yanga, katika mechi 5 za mwanzo Yanga 4 anacheza nyumbani. Simba akirudi anacheza dhidi ya Azam away. Kwa katika mechi 5 za kwanza Simba anacheza mechi 4 ugenini. Sikiliza Simba inavyobanwa. Anatakiwa aje acheze na Azam alafu ndo aje amalize mkondo wa pili wa CAF Champions League. Yanga atacheza dhidi ya Geita afu amalize mkondo wa pili wa CAF Champions League. Simba akiwa away nyumbani kwa Azam atakapopachagua, kama pale Chamazi, it's okay. Itakuja pia kalenda ya kimataifa. Alafu baada ya kalenda ya kimataifa ya FIFA itakuja dabi ya Kariakoo. Sijajua kama ni coincidence ama namna gani, lakini angalia kitu kingine tena. Tuje kwenye mechi 5 za mwisho. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Mechi 7 za mwisho. Angalia vizuri mechi 7 za mwisho. Simba katika 7 za mwisho, ya kwanza ataanza nyumbani. Yanga pia atakuwa nyumbani dhidi ya TRA. Yanga atakuwa nyumbani dhidi ya Mbeya City. Simba atazima na TRA. Wala vizuri eh? Alafu atatakiwa kusafiri kwenda kumfuata Mbeya City. Anaenda away Sokoine kucheza na Mbeya City. Wakati huo Yanga anaenda away kucheza na Pamba. Hapo kumbuka kapiga TRA nyumbani, kapiga Mbeya City nyumbani, alafu aenda kucheza na Pamba away. Simba anaenda kucheza na Mbeya City Sokoine away. Yanga atakapoenda Mwanza akicheza na Pamba, alafu ataenda Geita. Kitoka Mwanza anaingia Geita, anacheza na Geita Gold. Simba akitoka kucheza na Mbeya City, anarudi nyumbani, ana mechi na Singida Black Stars. Wakati huo Yanga akirudi nyumbani anacheza na JKT. Umeona hapo vizuri? Umeona palipokaa hapo? Umeona palipokaa? Kwa Simba anacheza na Singida nyumbani, Yanga akirudi anacheza na JKT. Sio umenipata mpaka hapo? No, Yanga atakuwa away na Geita. Simba atakuwa nyumbani na JKT. Umeelewa vizuri mpaka hapo? Sasa tunakuja kwenye mechi 3 za mwisho zitakavyokuwa. Simba baada ya kuja kucheza na Singida atasafiri kwenda Lindi kucheza na Namungo. Yanga atarudi Dar es Salaam. Simba anaenda kucheza na Namungo. Mchezo wa mwisho wa Simba Dar es Salaam utakuwa dhidi ya Singida Black Stars. Alafu baada ya hapo Simba hamtoiona tena Dar es Salaam mpaka msimu unaisha, kwa sababu ataenda Namungo Lindi, ataenda kucheza na Namungo. Wakati huo Yanga atakuwa nyumbani dhidi ya JKT. Simba akitoka Lindi anatakiwa asafiri mpaka Geita kucheza na Geita Gold. Yanga atakuwa hapa Dar anacheza na Namungo. Simba atatoka Geita aende Kigoma akacheze na Mashujaa mchezo wa mwisho. Yanga atakuwa nyumbani Dar es Salaam mchezo wa mwisho, anacheza na Singida Black Stars. Sio, umeelewa vizuri mpaka hapo? Sina maana hiyo.